الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد, wapenzi watukufu Islam wa Tanzania kwa ujumla, kama ambavyo mmepata kuuliza kwamba huu ni msimu wa sikukuu ya Christmas kwa Wakristo, na vipi sisi kama Waislamu tumelipokeaje jambo hili. Sisi tunawatakia Wakristo kila la kheri katika jambo lao hilo. Mwenyezi Mungu ajalie waweze kulifanya kwa salama na amani, na kiukweli dini ya Uislamu haikuacha jambo. Kila kitu kimeelekeza namna bora ya kuweza kukifanya. Sheria ziko wazi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika surati Al-Jathiyah baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amri fattabi'uha wa la tattabi'u ahwa'a alladhina la ya'lamun. Kisha tumekujalia sheria na amri, zifuate hizo sheria na amri, wala usifate yale ambayo ya wasiojua kitu. Kwa hivyo sheria ya Uislamu imetaka kutambua haki ya Muislamu na haki ya jirani yake ambaye si Muislamu. Kuna haki za Muislamu na kuna haki za wasiokuwa Waislamu. Haki hizo tunatakiwa tuzitambue na tuzipe thamani. Kwa hivyo lugha ya kusema juu ya hiyo Christmas ni kwamba Wakristo ni wenzetu katika nchi, tunashirikiana nao. Inawezekana nyumba inamilikiwa na Mkristo lakini wapangaji wake ni Waislamu. Inawezekana nyumba inamilikiwa na Muislamu lakini wapangaji wake ni Wakristo. Hivyo tunashare kama Watanzania. Tunakutana katika supermarket, tunakutana njiani, tunakutana kule Coco Beach na maeneo mengine ambayo kama Watanzania tunakuwa tumekutana pamoja. Kwa sura hiyo tuwatakie kila la kheri, iwe ni siku ambayo ya furaha kwao na isiingiliane na tafrani yoyote itakayowakwaza kuweza kumaliza siku yao hiyo kwa salama na amani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kwa jina naitwa Sheikh Muhammad Luambo. Nasaha zangu katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka, kipindi ambacho kunakuwa na matukio mengi yenye furaha ndani yake kwa wananchi wa Tanzania. Tanzania ni nchi iliyojengwa na imani za namna mbalimbali. Ndani yake kuna Wakristo, kuna Waislamu, kuna dini nyingine kadha wa kadha. Na tunazo ibada tunazozifanya kwa mujibu wa sheria pasina kupinduka mipaka ya nchi yetu, ambazo tunazitekeleza mara kwa mara. Kwa Waislamu, moja ya sifa yao nzuri ni tabia njema. Katika moja ya tabia njema ni kuheshimu maisha ya watu wengine, kuheshimu imani za wengine pasina kuzibughudhi. Hili ni jambo muhimu sana kwa Waislamu kulishika katika maisha yao. Nini nasaha yangu kipindi hiki cha mwisho wa mwaka? Wako wenzetu tumewashuhudia kwa miaka mingi, tunapata akili, tunaona Waislamu wanafanya ibada misikitini, lakini pia tunashereheka sherehe za Maulidi, Idi na nyinginezo kadha wa kadha. Lakini Wakristo wana Pasaka, wana Christmas, ni sherehe zao za kiibada wao wanazifanya. Basi sisi kama Waislamu tuna wajibu wa kuwaacha Wakristo waendeleze taratibu zao kama ilivyokuwa ada. Lolote lile ambalo litakuwa maudhi kwa mtu mwingine halifai Muislamu kutendwa. Muislamu hatakiwi kutengeneza maudhi ya aina yoyote, kumtukana, kumsukuma, kumsema vibaya, kumshambulia kwa aina yoyote katika kipindi hiki cha sikukuu. Basi si jambo linalotakiwa kwa Waislamu. Tujiepushe na vihatarishi vya aina yoyote katika kipindi hiki. Wenzetu wanafanya ibada yao ya Christmas, lakini pia na mwaka mpya, tuwaweke mbali na hivyo ili mradi waweze kusherehekea vizuri. Sherehe hizi zikitendeka vizuri kwao, basi na sisi tunapata nafasi ya kuendelea. Tukitengeneza utamaduni wa kuchukua nafasi ya sherehe za wenzetu na kuingiza mambo yasiyofaa, kuna siku watu watatengeneza mambo mabaya katika Idi, watatengeneza mambo mabaya katika Maulidi, watatengeneza mambo mabaya katika ibada zetu za Ramadhani. Itafika mahala tutakuwa hatuwezi kufikia malengo ya yale ambayo tumeyawekea kama Waislamu.
Ili tuepukane na hayo, tuwaheshimu wenzetu na sisi watuheshimu. Tuwajali wenzetu na wao pia watujali. Namna ya kuheshimu ni kuwaacha wafanye ibada zao, wafanye sherehe zao pasina bughdha ya aina yoyote, ili na sisi watuheshimu katika ibada zetu, watuheshimu katika harakati zetu, watuheshimu katika mambo yetu tuliyokuwa nayo. Hasa katika kipindi cha Christmas tunawahusia Waislamu waepukane na mambo haya, ili mradi waweze kutengeneza umoja wetu wa kitaifa na kuweza kuendeleza amani tuliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu atubariki, Mwenyezi Mungu atutengenezee nchi yetu, Mwenyezi Mungu atutengenezee ya kwetu tuliyokuwa nayo, yaliyoharibika Mwenyezi Mungu aweke sawa, Mwenyezi Mungu awape kila la kheri wale wote waliosimamia yaliyokuwa mazuri ya nchi, na Mwenyezi Mungu atupitishe salama ndani ya mwaka huu, atupe yaliyokuwa mema katika mwaka ujao. Wafaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.